Haitoshi kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Haitoshi kusema kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ni salamu ambayo imezoeleka sana ndani ya makanisa na hasa ya Kipentekoste, kwamba mtu amekaribishwa anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, mimi naitwa so and so, nimeokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haitoshi kusema kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haitoshi. Nakumbuka kwamba watu hawahitaji kusema kwamba wewe umeokoka. Kuna namna ambavyo ukiishi maisha yako yatakutambulisha kwamba wewe umeokoka. Mwenendo wako utakutambulisha kwamba wewe umeokoka. Petro alipokuwa amejitenga kwa mbali, wakati Yesu alipokuwa yuko kwenye mateso, watu wakasema huyu naye alikuwa na Petro, au huyu naye alikuwa na Yesu. Petro akakataa. Lakini alipojaribu kufungua jinsi alipokuwa anaongea, alikuwa anaongea, kuongea kwake kulikuwa kama kunafanana na Yesu. Anasema hata kuongea kwako kunakutambulisha. Watu hawahitaji sana kusikia kwamba mimi nimeokoka. Njia bora zaidi ya kukutambulisha wewe ni maisha yako, ni matendo yako. Kwa matendo yako kutambulisha kwamba umeokoka, kuongea kwako kutambulisha kwamba umeokoka. Haitoshi kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haitoshi. Tunaposoma kwenye Luka 6:46, Yesu akasema kwamba na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Yesu alishangaa. Watu wengi, kundi la watu kubwa wanasema Bwana Bwana, Bwana Bwana, Bwana Bwana. Lakini kulikuwa na upungufu mahali fulani. Kwamba Yesu alipojaribu kuwatazama wale watu, alipojaribu kuwachunguza wale watu, ni kweli wanamuita Bwana Bwana, ni kweli wanaita Bwana Bwana, ni kweli wanamuita Bwana Bwana. Lakini tatizo ni kwamba hawayatendi anayoyasema. Ndivyo Yesu akasema kwamba kwa nini mnaniita Bwana Bwana, lakini yale ninayoyasema hamyatendi. Haitoshi kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu anachohitaji kutoka kwako ni kuyaishi anayoyasema, ni kuyatenda anayoyasema. Anasema kwa nini mnaniita Bwana Bwana, lakini hamyatendi nisemayo? Wako watu wengi wanamuita Yesu Bwana, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini hawayatendi anayoyasema. Hawayatendi anayosema. Hayo hajaanza leo. Lakini wewe usio mmoja wale ambao wanamuita Yesu Bwana Bwana, kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini hawayatendi anayosema. Usiingie kwenye ile kundi. Ingia kwenye kundi la watu wajanja ambao wanamuita Yesu kwamba ni Bwana Bwana na kuyatenda anayoyasema. Yesu anachotaka kuona kutoka kwetu ni kuona kwamba tunayatenda anayoyasema, ya kwamba tunayaishi maneno yake. Anasema kwa nini mnaniita mimi Bwana Bwana, walakini hamyatendi niyasemayo? Kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamyatendi niyasemayo? Yamkini unanisikiliza na unasema kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, lakini huyatendi maneno yake, huyatendi yale ambayo Yesu alisema. Huliishi neno la Yesu, huliishi neno la Kristo. Yesu anakuuliza leo, kwa nini unaniita Bwana Bwana alafu huyatendi nisemayo? Kwa nini unaniita Bwana Bwana alafu huyatendi niyasemayo? Ni hasara kubwa. Yesu akasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Haitoshi kukiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu anahitaji kuona, Mungu anahitaji kuona tunayatenda anayoyasema, tunayatenda anayotuagiza, tunaishi anayotuagiza. Ndicho anachotaka kuona kutoka kwetu. Kwa nini unamuita Yesu ni Bwana, unaita Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu yatendi anayoyasema?
huyatendi anayoyasema, ni upungufu mkubwa. Roho Mtakatifu akusaidie kuyatenda maneno ya Yesu, kuliishi neno la Mungu. Roho Mtakatifu akusaidie. Roho Mtakatifu akusaidie kuliishi neno la Mungu. Maana ni hasara kubwa kusema kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni hasara kubwa kusema kwamba umeokoka wakati huyaishi maisha ya wokovu, wakati uliishi neno la Mungu, wakati unaishi sawasawa na watu wa mataifa wanavyoishi. Roho Mtakatifu akusaidie kuliishi neno la Mungu. Neno la Mungu liwe hai na halisi kwenye maisha yako. Yamkini ulikuwa unaishi maisha ya kuigiza, ulikuwa unaishi maisha ambayo ni kama vile unaenda kupoteza tu muda kwenda kanisani. Kuanzia leo, Roho Mtakatifu akusaidie kugeuka. Roho Mtakatifu akusaidie kuyasikia na kuyatenda na kuyaweka kwenye matendo yale unayoyasikia. Kile unapolisoma neno la Mungu, ni Mungu anasema na wewe. Ni Mungu anasema na wewe. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Roho Mtakatifu akusaidie kuanzia sasa kuyaishi yale unayosikia, kuliishi neno la Mungu, kuliishi neno la Kristo. Roho Mtakatifu akusaidie katika jina la Yesu. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, basi usahau kusubscribe, lakini pia washirikishe marafiki unaowapenda. Shirikisha marafiki unaowapenda, unaweza ukashare, unaweza ukalike, unaweza ukacomment. Na Mungu akubariki. Mungu akubariki. Unaposambaza ujumbe huu, basi watu wengi wanasaidika kupitia mafundisho haya. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.